Saddam Hussein alikuwa rais wa Iraki mwaka 1979 mpaka 2003. Aliongoza kwa mkono wa chuma, akapigana vita vya Irani na Iraki na kuivamia Kuwait. Mwaka 2003 Marekani ilimuondoa madarakani, akakamatwa, akahukumiwa kifo na kunyongwa. Historia ya Saddam Hussein imegubikwa na matukio mengi sana ya kila aina, lakini leo naomba nikupe tukio moja la kihistoria likimhusisha Saddam Hussein na wizi wa pesa sawa na dola bilioni 1 za Kimarekani, na hii inamfanya kushikilia rekodi ya dunia ya kuwa mwanadamu wa kwanza kuiba pesa nyingi zaidi. Na tukio zima la wizi lilifanyika kwa njia ya amani. Karibu tujifunze historia pamoja. Mwezi Machi mwaka 2003, jua lilikuwa likichomoza juu ya mji wa Baghdad, lakini kivuli kizito cha vita kilikuwa kikitanda kila kona ya mji huo. Watu walikuwa wakizungumza kwa hofu. Marekani ilikuwa mbioni kuivamia Iraq na hatima ya Saddam Hussein ilikuwa haijulikani. Lakini katikati ya taharuki hiyo, tukio moja la kushangaza lilikuwa linapangwa: wizi mkubwa zaidi wa pesa taslimu katika historia ya dunia. Siku ya Machi 18, 2003, Saddam Hussein, rais wa kiimla wa Iraki, alikaa kimya katika jumba lake la kifalme, macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye ramani ya taifa lake. Aliwaza kwa kina. Vita vinakaribia na kuna hatari ya kupoteza kila kitu. Bila kupoteza muda, alimuita mwanawe wa kiume Qusay Hussein na kumpa maagizo maalum: kesho kabla jua halijachomoza, nenda benki kuu ya Iran, chukua kila senti iliyoko humo. Qusay, aliyekuwa mlisi wa Saddam Hussein, hakusita hata sekunde moja. Alijua baba yake hakutoa maagizo ya bure. Usiku huo haukuwa wa kawaida. Karibu na benki kuu ya Iraki, marori mazito yalikuwa yamepangwa tayari